Wadada Center? Mbona sasa nguzo ya familia kinyonge? Wadada Center? Nguzo ya familia. Leo ni siku nyingine tena ya workshop yetu ya mwezi wa 3. Na kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, nadhani kila mmoja ana mada yake hapo mezani ambayo tutakwenda kuizungumza kwa siku ya leo. Ni jukumu lako kuweza kuchangia ili kwamba uweze kupata basi yale ambayo tumeandaa kwa ajili yenu siku ya leo. Tunaelewana? Lengo kubwa ni kuboresha mradi, kuboresha huduma, kuboresha taasisi yetu. Tunaelewana? Mada yetu ya siku ya leo inasema, je, wadada wa kazi za majumbani wanafahamu kuwa wao ni watoa huduma? Kama ndiyo, je, mtoa huduma ni nani? Na anatoa huduma gani? Tumeelewana? Kwamba je, wadada wa kazi za majumbani wanafahamu kuwa wao ni watoa huduma? Kama ndiyo wanafahamu hivyo, je, mtoa huduma ni nani? Na anatoa huduma gani? Kwa hiyo muda huu, wakati ambao wakurugenzi wetu wataenda kutuingiza moja kwa moja kwenye session ya siku ya leo, basi na wewe endelea kutafakari, endelea kuandaa mchango wako ambao utautoa kwenye mazungumzo ya siku ya leo. Tunaelewana? Basi ninaomba moja kwa moja niweze kuwakaribisha wakurugenzi kwa ajili ya kuweza kutoa mwongozo, lakini pia baadaye kuweza kuitambulisha mada kwa mara nyingine na kutupeleka moja kwa moja kwenye majadiliano ya siku ya leo. Karibu sana Madam Joyce kwa ajili ya kuifungua workshop ya mwezi wa 3. Asante sana Wadada Center, nguzo ya familia. Karibuni sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima, afya na fursa ya kukutana tena kwenye mwezi huu wa 3 katika mfululizo wa jukwaa letu la kukumbushana majukumu, wajibu, lakini zaidi sana zile ndoto tulizonazo. Ili ziweze kutimia, kuna wajibu tunapaswa kufanya. Watu wote ambao wamefanikiwa, kuna kitu cha ziada wamefanya, ndio maana wamefika mahali walipo. Mimi binafsi nilitoka kwenye kazi za ndani, nimefika mahali nilipofika kutokana na jitihada, juhudi, uchapakazi, upambanaji. Sasa jukwaa hili linawakumbusha wadada wetu ambao wanakuja kupitia taasisi hii kwa ajili ya kwenda kujitafutia mitaji yao, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuwaongoza. Sasa ili hiyo mitaji muweze kuipata au uweze kulipwa kiwango kinachoridhisha, maana kuna dada hapa analipwa 1,500,000, kuna mwingine analipwa 500,000. Kwa nini? Kwa nini wewe nawe usilipwe 500,000? Mwingine analipwa 300,000. Kwa nini wewe uridhike kuwa dada wa 1,500,000? Tofauti yetu ni jinsi tunavyofanya kazi zetu. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kuhakikisha wote tunawapeleka kwenye level za juu kabisa za uchapakazi. Na nataka wewe utafakari. Kwa mfano leo bosi wako akasema anaanza kukulipa 1,000,000, utendaji wako wa kazi utabadilika au utabaki vile vile? Karibuni sana, tuchangie mada, lakini kipekee kabisa ni mkaribishe madam wetu, Madam Niti, ambaye amekuwa ni mteja wetu wa muda mrefu. Ni mtu ambaye kwa kweli amekuwa ni mwaminifu kwenye mradi wetu, anafanya kazi na sisi, anachukua wadada ambao wanakwenda kumsaidia. Leo nafikiri atatuambia hawa wadada wamekuwa wanatoa huduma gani kwake, kwa sababu naamini kuna kitu ambacho anapata, ndio maana ameendelea kuwa mteja. Lakini pia yeye mwenyewe ana huduma anayoitoa kwenye jamii yetu, huduma ya kiwango cha juu, sijawahi kuona hiyo huduma. Labda nitaizungumzia baadaye, lakini ni mama ambaye na yeye katika eneo lake analotoa huduma hatoi huduma ya kawaida. Yani ana vitu ambavyo watu wengine wanavichukulia poa, lakini yeye amevipeleka viwango vya juu na vinaenda, yani viko juu yani. Kwa hiyo atatuambia baadaye atakapo imekuwaje, yani mbinu za yeye kuwa tofauti katika biashara yake. Lakini na sisi mbinu yetu ya kuwa tofauti katika biashara yetu kwa kweli ni kuhakikisha kile unachokifanya unakifanya kwa ubora, unakifanya kwa uaminifu, unakifanya kwa level za juu kabisa. Na ndivyo Mungu anavyotuagiza kwamba katika yale tunayoyafanya tuyafanye kwa uaminifu. Sasa je, wadada ambao mko chini ya mradi huu, mnafanya hizi kazi kwa uaminifu? Kama bosi wako bado ana malalamiko na usafi unaofanya na chakula unachopika na adabu yako na nidhamu yako, yani kwa kweli wewe bado kabisa. Narudia tena, bosi wako akasema anakulipa 1,000,000 kuanzia leo, utatenda kazi zake na nidhamu yako itakuwa kama ilivyo? Au sasa hivi tu unadharau kwa sababu unaona basi tu ili mradi? Ya kwangu ni hayo, naomba nifungue. Nimkaribishe mkurugenzi mwenzangu, mume wangu kipenzi,
na yeye aweze kusema neno kwenye ufunguzi wa workshop yetu ya leo. Karibu sana. Wadada Center, nguzo ya familia. Ni siku nyingine tena tunafurahi sana kujumuika, tukimshukuru Mungu, tukimkaribisha tena mahali hapa. Sasa mada ya leo iko moja kwa moja kabisa. Nafikiri tunasema wadada wa kazi za ndani wa majumbani, lakini pia kuna wengine ni wafanyabiashara au wanataka kufanya biashara hapa, wajasiriamali. Ninyi pia niseme ni watu wa huduma. Kwa hiyo hii mada mnaweza mkaigeuzia kwa upande wenu. Kwa hiyo kuna wadada wengine hapa wanataka kufanya biashara au wametoka kwenye biashara. Kuna huduma ulikuwa unaitoa pia wewe. Si ndio au ulikuwa unatoa huduma. Kwa hiyo ili uielewe mada zaidi, igeuzie pia na upande huo. Tuna madamu wetu hapa pia ni mtu wa huduma. Kwa hiyo na yeye pia anaweza akaifananishia huko. Ili tuweze kupata niseme somo fulani leo. Si ndio jamani? Kwa hiyo mimi nafikiri twende moja kwa moja. Tuanze, nafikiri twende step by step ya mada, ili twende haraka, twende step by step kwenye line ya kwanza, kwamba nyinyi wadada wasaidizi, nyinyi ni watoaji huduma. Umeelewana jamani? Nafikiri tujibu hilo kwanza. Kila mtu tukubaliane hapa. Je, nyinyi ni watoaji huduma? Umeelewa? Au tu mnaitwa wafanyakazi wa ndani au wafanyakazi wa majumbani? Umeelewa? Haya, kila mtu atuambie. Na hii ni rahisi kwa sababu hapa tunatafuta ndio au hapana. Sisi tumeelewana. Je, wewe ni mtoa huduma? Umeelewa? Haya, akila nafikiri tunaweza tukaifanya kwa haraka tu. Okay. Ambaye atasema hapana atatuambia kwa nini. Na ambaye atasema ndio atatuambia kwa nini. Ni mtoa huduma, tunaenda tu kwa haraka. Je, wadada wa kazi za majumbani wanafahamu kuwa wao ni watoa huduma? Tuanze hapa na dada Edi. Kila mtu atasema. Sasa msishangae, tumeshasema sasa unaanza kutoa macho. Tutakwambia. Kila mtu atasema. Mmesikia mada, mmeshasikia kila kitu. Toa sauti, weka mic karibu mdomoni. Wadada Center. Nguzo familia. Nashukuru kwa mada yetu nzuri kwa siku ya leo. Sisi kama wadada wa kazi za majumbani ndio ni watu wa huduma. Kwa sababu gani? Tunapoajiriwa kwa kazi za ndani, tunatakiwa kutoa huduma ya usafi, malezi, mapishi na kuhakikisha kuwa mazingira ya familia ni mazuri. Asanteni. Haya, mmempata? Chichi ulimpata wewe? Haya. Amekubali. Amesema ni watu wa huduma na wameajiriwa, ameongezea vizuri. Sio tu mtu wa huduma, wameajiriwa kutoa huduma ya malezi, mapishi, usafi na mazingira. Ameanza vizuri kabisa. Yes. Wewe hapo ndio ujiongelee. Wewe si umekuja hapa kwa ajili ya kazi? Wewe ni mtu wa huduma au sio mtu wa huduma? Mtu wa huduma. Kwa nini? Au kivipi? Ni watu ambao natoa huduma katika majumba ya watu, ambayo inamsaidia mtu katika kujiongelezea kipato chake. Wanatoa huduma gani kwenye majumba ya watu? Kuwalea watoto, kufanya usafi, kuangalia mapishi na mazingira kwa ujumla. Asante. Wadada Center. Swali letu linauliza kwa nini wadada wa kazi za majumbani wanafahamu kuwa wao ni watu wa huduma? Kama ni ndio, sema ni ndio. Kwa sababu sisi wafanyakazi wa ndani tunapoajiriwa tunaenda kutoa huduma. Huduma ya kwanza ni malezi, mapishi pamoja na usafi. Vizuri kabisa. Asanteni. Swali ni lile, twendeni.
Wadada Center. Nguzo ya familia. Ndiyo, mimi ni mtoa huduma. Wadada wanaoajiriwa kwenye majumba ya watu ni watu wanaotoa huduma kama watu wengine walioajiriwa kwenye sehemu mbalimbali, ikiwemo kama ni serikali au binafsi kama ilivyo hapa. Kwa hiyo sisi wadada tunaoajiriwa katika majumba ya watu tunaajiriwa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali ambazo ziko pale eneo husika, ikiwemo ni mapishi, usafi pamoja na mazingira kwa ujumla. Mimi ndio nilivyoelewa hivyo. Ya, safi, vizuri kabisa. Umeelewa vizuri. Wadada Center. Kwa upande wangu, wasaidizi wa ndani ndio ni watoa huduma kulingana na majukumu ambayo tunaenda kuyafanya kama malezi ya watoto, mapishi, usafi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vifanywe kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo kwa upande wangu naona hivi. Swali ni lile lile. Je, wewe ni mtoa huduma? Kwa nini? Wadada Center. Ndiyo, mimi ni mtoa huduma kwa sababu ya kama majukumu ya ndani yanayohitajika ni usafi, mapishi na kutoa huduma kwa ajili ya familia. Hebu jamani, toeni sauti basi. Chakula kitakuwa tayari muda si mrefu. Toeni sauti. Mike wekeni mdomoni, toeni sauti. Wadada Center. Ndio, sisi ni watu wa huduma tunaofanya kazi kwenye nyumba za watu, kwa sababu unaenda pale kwa majukumu ya usafi, malezi na chakula, na unatakiwa uhakikishe kwamba hayo yote majukumu mnayatimiza. Kwa ambao sio wafanyakazi wa majumbani, mnaweza mkajibu kwa uelewa wenu. Nyinyi mnafikirije? Mnafikiri wafanyakazi wa majumbani ni watu wa huduma na ni kwa nini? Sawa? Wadada Center. Kwa mujibu wa majukumu walionayo wafanyakazi wa ndani ndio watoa huduma kulingana na majukumu walionayo, ambao mojawapo ni malezi katika familia, kuangalia watoto, usafi pamoja na maandalizi ya chakula na mazingira ya ujumla katika eneo husika. Wadada Center. Kwa upande wangu mimi jibu ni ndio, kwa sababu wafanyakazi wanaotoa huduma majumbani pia ni wafanyakazi ambao wapo kisheria, kwa wana haki kama wafanyakazi ambao wengine wanafanya kazi maofisini, pia na wenyewe ni wanatoa huduma, lakini pia kutokana na huduma wanazozitoa kama vile mapishi, usafi, malezi na huduma nyinginezo ambazo zinahitajika majumbani. Wadada Center. Ndio, wadada wa kazi za ndani ni watoa huduma kwa sababu huwa wanatoa huduma ya usafi, mapishi, malezi. Pia wana jukumu la kuhakikisha familia inakuwa salama kwa maana ya ulinzi na usalama wa familia. Kwa hiyo wao ni watoa huduma. Swali letu ni lile lile. Je, wadada wa kazi za ndani ni watoa huduma? Wadada Center. Kwa mimi nilivyoelewa, wadada wa kazi za ndani sisi kutokana na kazi zilizomo humo ndani ndio ni watoa huduma kutokana na majukumu yaliyopo mle ndani kama mapishi, usafi, malezi na mambo mengine. Wadada Center. Ndiyo, mimi ni mtoa huduma katika majumba ya watu, na kinachonipeleka kule kwenye yale majumba ni kutoa huduma ya malezi, usafi pamoja na mapishi. Wadada Center. Wadada wa majumbani ndio watoa huduma
tunaenda kutoa huduma ya malezi, mapishi na usafi kwa ujumla. Asanteni. Atachangia pia hapa Vera. Wadada Center. Okay, mimi nilivyoelewa swali ni kweli wadada wa kazi ni watoa huduma kwa sababu ni wasaidizi pale nyumbani, na kama moto wetu unavyosema ni nguzo ya familia. Kwa hiyo wanahusika karibia na almost majukumu ya pale nyumbani. Kwa hiyo wanahakikisha watoto wanalelewa vizuri, wanasaidia katika usafi pamoja na mapishi. So wadada wa kazi au wasaidizi wa majumbani ni watoa huduma. Asanteni. Pate mchango hapa. Wadada Center. Ndio. Wadada wa kazi za majumbani ni watoa huduma kwa sababu wanakuwa wanahusika na kutoa huduma katika ile familia aliyopo. Anakuwa anatoa huduma ya mapishi, malezi pamoja na usafi. Hivyo ni mtoa huduma. Asanteni. Okay. Yeah, au umebaki wewe mwenyewe. Wewe unaonaje? Mimi ninaona kwamba wasaidizi wa kazi za majumbani ni watoa huduma. Tena hawa ni watoa huduma ambao wanakuwa karibu na wateja wao kila siku. Yaani wako karibu na wateja wao zaidi kuliko mtoa huduma mwingine yoyote. Kwa hiyo ni watoa huduma kwa sababu kuna majukumu ambayo anapaswa kuyatekeleza. Kuna huduma ambayo yeye asipoitoa hakuna wa kuitoa. Yaani yeye ndo ameajiriwa kwa ajili ya kuitoa hiyo huduma. Na huduma hizo kama ambavyo kila mmoja amezitaja ni malezi ya watoto namba moja kubwa kama kuna watoto kwenye hiyo familia, usafi pamoja na mapishi. Kwa hiyo hizo ndizo huduma kuu ambazo msaidizi wa kazi za ndani anapaswa kuzitimiliza kwenye majukumu yake. Asante. Kwa hiyo wote humu tunakubaliana eti wadada wa kazi za majumbani ni watoa huduma. Wote wamekubali. Sasa swali linakuja, kama wanajua hivyo, kwa nini kuna malalamiko? Wewe unaenda mbele sana. Twende taratibu. Madam pia umekubali. Hawa ni watoa huduma, si ndio? Ndio, ni watoa huduma. Ni watoa huduma. Sasa kwanza nimefurahi mmetusaidia. Mmejibu maswali mawili katika moja. Mmesema wenyewe ni watoa huduma na mkataja huduma ambazo napaswa kuzitoa wenyewe, si ndio? Mmetaja malezi, mapishi, usafi, tena mmeongeza moja na mazingira. Na kuna nyingine ulinzi na usalama. Wengine mmeingia kabisa huko kuna shirikishi. Safi kabisa. Kwa hiyo tumeshajibu mangapi? Mawili. Sasa twende ambalo ndo la muhimu. Na nafikiri ndo ambalo linaleta shida sana. Kwamba kwani mtoa huduma ni nani? Si umeelewa Nyinyi mmeshakubali ni watoa huduma, si ndio? Na mmekubali huduma yenu ni malezi, mapishi, usafi, mazingira na ulinzi na usalama. Sawa? Kwa hiyo kama ndio hivyo, mtoa huduma ni nani? Hebu tumzungumzie, tumdefine huyu mtoa huduma ni nani? Yaani anatakiwa aweje? Kwanza ni nani anatakiwa aweje? Si ndio jamani Maana mpaka kuna dada amesema hata wanaoajiriwa wapi serikalini, sekta binafsi. Wote hao wanatoa huduma. Ndio. Kwani mtoa huduma ni nani? Hebu tuende, manafikiri zote tukapata matatizo mengi huko nani. Okay. So twendeni. Maana hilo ndio lililobaki. Kwani mtoa huduma ni nani? Kwa sababu tayari wamekubali, tumeafikiana kwamba dada wa kazi za ndani ni mtoa huduma. Haya, mtoa huduma ni nani? Ni mtu gani? Ana majukumu gani? Mtoa huduma ni mtu yoyote ambaye anahusika kutoa huduma eneo alilopo. Kwa wadada wa kazi za ndani wanatoa huduma katika nyumba na kuhakikisha eneo lake liko salama kwa ajili ya watu wanaomzunguka. Kama watoto, kuhakikisha chakula ni kisafi, mazingira masafi. Kwa maana watu wanaomzunguka watafeel comfortable kwa ajili ya mazingira ambayo yatakuwa yamesafishwa, yako safi, chakula ambacho ni kisafi, chenye kuvutia, na watoto wenye afya.